kukutana katika hafla hii fupi ya ufunguzi wa zoezi la kupigia kura kiwanja chetu cha kimataifa cha Julius Nyerere ili kiweze kushinda kwa mara nyingine kama kiwanja bora barani Afrika kupitia tuzo za World Travel Awards. Jamani, katika dunia ya leo ya ushindani, niseme tu kwamba hii itoshe kuifanya Tanzania kuwa katika viwango vya kimataifa. Waga hatujaribu, mara nyingi watu jaribu, sisi watu tunafanya tu. Na hii tunamaanisha kwamba tunataka kufanya na tufanye, au sio jamani? Kwa hiyo naomba mpige kura bila kusita, kwa sababu sio Julius Nyerere, tunazungumzia Tanzania. Na ili tuweze kudhihirisha umma, maana yake ni kwamba lazima tupige kura, tushinde, tuonyeshe ukubwa wetu. Kwa hiyo hili naomba tusichoke, tupige kura ndugu zangu. Kiwanja cha ndege cha Julius Nyerere ni kiwanja cha kwanza nchini kwa ukubwa kinachohudumia takriban abiria milioni 3 na zaidi ya miruko 55,000 kwa mwaka. Kiwanja hiki pia kinahudumia mashirika 20 ya ndege kimataifa, na hivyo lengo kuu linalotegemewa nchini kwa kuingiza watalii, wafanya biashara na wawekezaji. Ndugu zangu, kiwanja hiki kimekuwa ni moja ya viwanja bora barani Afrika, na hii inajidhihirisha wazi kupitia tuzo kadhaa tulizozipata hivi karibuni, ikiwepo tuzo ya mshindi wa jumla ya ubora wa usalama wa viwanja vya ndege vyenye safari ya zaidi ya 50,000 barani Afrika iliyotolewa na ACI mwaka 2024. Na pia kilipata tuzo ya mshindi wa kwanza kiwanja bora Afrika mwaka 2025 iliyotolewa na World Travel Awards. Kufuatia mafanikio haya, kiwanja hiki kilipata utambulisho mwingine kwa kuteuliwa kuwania tuzo hizo za World Travel Award kama kiwanja bora duniani kwa kushindanishwa na viwanja vikubwa duniani mwaka 2025. Ni wazi kuwa ufanisi huu umeendelea kuwepo, na kipekee nitumie fursa hii kuwashukuru nyinyi nyote mkiwa kama wadau kuwa sehemu ya ubora wa huduma zinazopatikana hapa kiwanjani. Kama unavyojua, airport ni mjumuiko wa vitu vingi, tunasema stakeholders. Stakeholder ni muhimu sana, wadau mbalimbali ni muhimu sana. Airport haiwezi kuwa airport kwa kuhudumia TAA peke yake. Airport inamtegemea airline, inamtegemea mtu wa afya, inamtegemea mtu wa uhamiaji, inamtegemea mtu wa kodi, TRA na wadau mwingine mbalimbali. Kwa hiyo niseme kwamba sifa hizi ni za kwetu sote, kwa hiyo tuzibebe kwa umoja wetu. Ndugu zangu, kutokana na jitihada zetu za pamoja na ufanisi wa huduma unaoendelea kuonekana Julius Nyerere, shirika linaloratibu World Travel Awards limeona kiwanja hiki kinastahili kushindanishwa kwa mara nyingine tena katika tuzo za mwaka 2026 kama kiwanja bora duniani. Naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha sana katika hafla yetu hii fupi, hafla ambayo ni muhimu sana kwa taifa na hafla ambayo inaenda tena kutuinua kama taifa. Kuhusu kuchukua tuzo, wala hatuna mashaka, tutachukua tu. Au mnasemaje? Hii tuzo lazima tuchukue. Kwa hiyo nimkaribishe mkurugenzi mkuu tunapoianza tena safari hii, safari kubwa. Mkurugenzi ambaye umeweza kufanyia mambo makubwa kabisa na maendeleo makubwa kwenye viwanja vyetu vya ndege. Leo hii tena upate kutufungulia wasaa wa safari yetu hii ambayo tunaianza tena katika kuendelea kukumbusha dunia na kukumbusha wananchi ni jambo gani ambalo tumefanya na kuendelea kuipaisha sekta ya usafiri wa anga, hasa katika kuimarisha viwanja vya ndege, na tuwaonyeshe tena kwamba sisi Julius Nyerere sio wa mchezo, na tunaweza na tunastahili na ni haki yetu. Lakini pia tukiendelea kuwashukuru wananchi ambao last time walitupigia kura na tukaweza kupata tuzo ile, na sasa hivi tena ambao wanaenda tena kutupa kura na kupata tuzo hii. Lakini pia kuwatoa wananchi wasiwasi kwamba tuzo hii hatuipati tu kwa sababu ya kura, tunaipata kwa sababu tunastahili.